masala ni kwamba mwanamume na mwanamke jukumu lao ni kulea jamii, kuiongoza jamii, na wote wanahitajika mchango wao, na kila mmoja ana mchango wake, na kazi yao ni kukamilishana na sio kushindana. Huyu anatoa mchango huu na huyu anatoa mchango huu. Si kwamba huyu kwa sababu ametoa mchango huu ni bora na huyu si bora. Mfano gari ili iweze kutembea yahitaji engine, yahitaji na tairi. Itakuwa ni jambo la ajabu engine ikisema kwamba mimi ni bora zaidi kuliko tairi, kwa sababu bila engine gari haiwezi kutembea, na tairi vile vile zinaweza kusema kwamba mimi ni bora kuliko engine, kwa sababu gari hata kama ina engine mpya, kama haina tairi haiwezi kutembea. Kwa hiyo si jambo la busara engine kujisifu kwamba mimi ni bora kuliko tairi, wala tairi si busara kujisifu kwamba mimi ni bora kuliko engine. Zote mbili ni muhimu ili gari iweze kutembea, zote zinakamilishana. Ndivyo ilivyo kwa mwanamke na mwanamume. Mwanamke amepewa dauri yake katika jamii, na dauri yake ni ya msingi sana, dauri yake ni ya muhimu sana, kiasi kwamba wataalamu wa sociology, ilmu al-ijtimai, watuambia kwamba mtoto ambaye atalelewa bila ya baba na mama ni tofauti na mtoto ambaye amelelewa na baba na mama. Kuna athari, kwa sababu mchango wa mama ni muhimu na mchango wa baba kwa mtoto ni muhimu. Mojawapo ya athari za mtoto ambaye amelelewa bila ya upande wa mama, amelelewa upande wa baba peke yake, mathalan, watu wa sociology watuambia kwamba mara nyingi watoto wa kiume ambao hawakupata malezi ya mama, hawakupata mapenzi ya mama, ni rahisi kudanganywa katika mapenzi. Kwa nini? Kwa sababu hajapata mapenzi halisi, genuine ya mama. Kwa hiyo mtu ambaye alipata mapenzi halisi, mapenzi ya mama, ni rahisi kugundua kwamba hili ni penzi la udanganyifu, hili ni penzi la kitapeli. Kwa nini? Kwa sababu anayajua mapenzi halisi, ameyapata kwa mama yake. Hii ni tofauti na mtu ambaye hakupata mapenzi halisi kwa mama. Ni rahisi kudanganywa, akajiona kwamba apendwa, kumbe hapendwi. Kwa hiyo mchango wa baba ni muhimu na mchango wa mama ni muhimu katika malezi ya jamii. Sasa Uislamu kwa kutambua kwamba mama ana dauri yake na baba ana dauri yake, kuna baadhi ya kanuni Uislamu umeziweka kwamba kanuni hizi hazimuhusu mwanamke, hizi ni za mwanamume peke yake. Mambo fulani mwanamke kwa sababu ya maumbile yake hayamfai, si kwa sababu ni duni, kwa sababu ni maumbile yake, kwa sababu amepewa hisia zaidi kuliko upande wa akili. Mathalan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Uislamu kazi ya ukadhi hakupewa mwanamke, kwa sababu ni kazi ambayo inahitajia mtu ambaye ana azma, mtu ambaye hababaiki, mtu ambaye ana msimamo, mtu ambaye anatumia akili yake zaidi kuliko hisia. Tofauti na mwanamke, mwanamke anatumia hisia zaidi kuliko akili. Kwa hiyo Uislamu ukasema mwanamke hafai kwa kazi ya ukadhi, mwanamume peke yake ndio atakuwa kadhi. Au mfano kazi ya kupigana jihadi, ni kazi ngumu, ni kazi ya sulba, ni kazi ya dharubu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka kanuni kwamba jihadi ni ya wanaume peke yake. Jihadun nisai husnu tabaul, jihadi ya wanawake ni kuishi vizuri na mumewe. Na hukumu nyingine mbalimbali Uislamu ukaweka utaratibu kwamba hukumu fulani ni kwa wanaume na hukumu fulani ni kwa wanawake. Si kwamba mwanamume ni bora kuliko mwanamke na mwanamke ni duni kuliko mwanamume, la. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafahamu kwamba kazi hii inamfaa mwanamume kwa maumbile yake, na kazi hii inamfaa zaidi mwanamke kwa sababu ya maumbile yake.
Na kwa ajili hiyo basi ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa mume kazi ya kutoa talaka na si mwanamke, kwa sababu ambazo tutazitaja insha Allahu Ta'ala katika darsa inayokuja.